mpaka Misri ilikuwa ni utawala wa Ottoman. Kwa hiyo Wayahudi wengi wakakimbilia kwenye dola ya Kiislamu ya Ottoman. Na katika dola ya Kiislamu Wayahudi waliishi vizuri kwa sababu walikuwa wanaishi chini ya kufuata sheria ya watu wa kitabu. Ilipofika mwaka 1945 ndio Hitler akaandaa mauaji yanaitwa Holocaust ya kuwapiga Wayahudi. Waliuawa Mayahudi wengi sana kwa sababu ilionekana Mayahudi walikuwa hawaaminiki. Kwa hiyo wazungu wakaona sasa wadampu kutoka Ulaya wafukuze walete pale Israeli. Sasa jamii hii ikae na watu wengine pale Mashariki ya Kati kuzokuwa na amani. Maadamu Wayahudi yuko pale. Wazungu wenyewe waliwashindwa wakawafukuza. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa na Sheikh Abubakar Kada tukiwa ni sehemu ya 3 ya tafsiri ya unabii wa Danieli kuhusiana na sanamu ya mnyama. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaangalia sehemu ya 3 au tuseme katika tafsiri yake hii ndiyo sehemu ya 2. Mwalimu bwana, karibu sana, wasalimie watazamaji wetu tuingie kwenye kipindi. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ama baad. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, leo tunaingia katika tafsiri ya ile ndoto ya Nabii Danieli ambaye alitafsiri kutoka kwa mfalme Nebukadreza. Mfalme huyu mpagani, lakini Mwenyezi Mungu alimpa ndoto ambayo inakuja kuzungumzia tawala za ulimwengu mpaka hivi sasa, wakati ambao tunao. Yaani dunia hii unavyoiona hivi ilivyo, haijawahi kuwepo ikakosekana empire yote ambayo imekuwa ikitawala ulimwengu. Na kuna wakati kunakuwa dola zaidi ya moja zinashindana katika hizo empire. Kwa hiyo tumeona kwamba utawala wa mwanzo kabisa wenye nguvu kama zile tawala 4 kwa mujibu wa ndoto. Ndiyo. Lakini nyuma zaidi ya hapo kulikuwa kuna utawala wa Misri ulikuwa mkubwa tu. Okay. Ambao nao ulitawala kuanzia Misri mpaka Babeli ulifika huko. Mpaka Kaanani. Okay. Ulikuwa umefika maeneo yote hayo, na hata wale watu wa Kaanani walikuwa wanaishi, lakini kama walikuwa wako chini ya Misri. Japokuwa walikuwa wanajitegemea, lakini wakati fulani ni kama bado walikuwa chini ya utawala mkubwa wa Misri wa Farao. Okay. Tangia zama za Nabii Ibrahim. Na utaona kwamba hata wenyewe wakipata majanga, labda njaa imetokea, wanakimbilia Misri. Kwa sababu walikuwa na hesabu kwamba zote hizo ni katika tawala zao. Kwa hiyo leo, baada ya kuzungumza jana kumalizia kipengele cha utawala wa Babeli, leo tunakwenda kwenye utawala wa Medi na Wajemi. Utawala wa Medi na Wajemi ndio hawa Irani ambao leo wanapambana na dola kubwa ya Marekani. Sawa sawa. Ni watu wabishi, ni watu ambao kihistoria wamepambana, ni watu ambao wana utamaduni mkubwa sana. Okay. Ndio maana kama utakumbuka hata Trump alikuwa anasema anataka atafuta ustaarabu wao. Okay. Kwa maana kwamba wana historia ndefu sana ya ulimwengu, na hakuna kitu kibaya kama mtu kujua historia yake. Okay. Na wale wa Irani kwa sababu wanajua waliwekwa superpower kwa siku za nyuma, na si wakati mmoja, kwa nyakati tofauti tofauti, ndio maana wanakuwa wabishi kwa sababu tayari wana historia. Kwamba wao ni wakubwa. Wao ni wakubwa, yani ile akili hiyo wanayo kwamba wao ni Waajemi. Na ndio maana umeona hata wao katika masomo yao wanasoma kwa lugha yao. Okay. Wanasoma kwa lugha yao ya Kiirani. Ile inaitwa Persians. Nilikuwa naongea na jamaa yangu mmoja ananiambia hata ukienda Irani leo kusoma lazima ujifundishe lugha yao ndio wakusomeshe. Hizo ndio nchi ambazo leo zinajitambua katika ulimwengu. Hata Myahudi ukienda kwa utatumia lugha ya Kiebrania. Hata kama Kiingereza sawa, kitatumika kama sehemu ya masomo, lakini lugha yao mpaka chuo kikuu inasomeshwa. Sasa. Na Waarabu ni hivyo hivyo. Kiarabu kinasomeshwa kuanzia chini mpaka chuo kikuu. Kituruki ni hivyo hivyo, Kijerumani ni hivyo hivyo, Kitaliana ni hivyo hivyo. Ila sisi wa Afrika, kwa sababu sisi tumeshatengenezwa na wazungu, tuna akili za kikoloni. Leo mtu akizungumza Kiingereza leo anaonekana mtu wa maana sana. Mtu bora. Msomi. Na ndio maana hata Kenya tunagombana nao mara zote. Kenya nasema wanatucheka sana Watanzania mjui Kiingereza. Ndio. Kwamba wao kwa vile wanajua Kiingereza wao ni bora. Sasa. Kwa sababu gani? Wao wanajua lugha ya bwana wao. Sasa. Naona bwana, kwa hiyo mtu akizungumza leo Kiingereza, hasa visichana sana hivi ambao vishasoma kwenye vyuo huko, binabana pua kama wazungu, basi anajiona kwamba yeye kashakuwa mzungu. Ni mtihani mkubwa sana. Inafika kipindi hata mtu leo anahojiwa kwenye media ya Tanzania. Ndio.
amekulia Tandale, ameishi Tandale hapo hapo, lakini maadamu kafika chuo akianza kuongea utaona ajabu sana. Anachanganya you know bana, actually anachanganya ili aonekane naye kafanyaje? Kasoma. Na hata wachambuzi wengi leo ambao wanachambua hata habari hizi za kimataifa, habari za Irani, habari za Marekani, ili aonekane mchambuzi msomi lazima achanganye. Na Kiingereza kingi, maneno mengi kiasi kwamba hata maneno mengine ni misamiati mikubwa hata yule msikilizaji hawezi kujua. Kuna neno moja nasikia wanasema geopolitics sijui. Geopolitics. Sasa hivi mtu atandalo mwembe geopolitics anaelewa kweli? Unamchanganya. Kuna maneno mengi tunayatumia kama misamiati lakini ya kutisha watu ili ionekane kwamba mtu kasoma. Ndio maana jana nilikuwa namsikia yule rais wa Kenya alivyokwenda kuhutubia bunge pale Dodoma. Yeye akazungumza vizuri, akasema jamani, Kiswahili kilizaliwa Tanzania, kikakulia Kenya. Naona bwana kikaenda kufia Uganda, mazishi yakafanyika Kongo. Akaomba radhi, akasema nitaongea Kiingereza. Maana ndio lugha anayojua yeye. Ndio lugha yake ambayo yeye anajua kabisa kwamba akiongea hata kwa anajinafasi na anaongea vizuri. Lakini leo Mtanzania kwa sababu ya ukoloni au Mkenya au Mkongo, kuna watu wenzetu wanazungumza Kifaransa, akikuona hujui Kiingereza yeye anakuona wewe hujasoma. Sasa sisi tutawaliwa sana shekhe kwa mfumo huu, na imefika mahala leo mpaka mwanamume leo anajichubua ili aonekane mweupe afanane na wazungu. Hivyo uone kwamba tuna matatizo makubwa sana. Kweli. Sasa kwa sababu wewe ni mweusi, ni Mwafrika, una rangi yako, kwa nini ujiharibu tena? Wanawake wetu leo wanajichubua shekhe, mtu anachubuka anakuwa na rangi mbili. Rangi ya Coca-Cola, uso mweupe, mikono meusi. Wanawake wetu wanapata shida kweli kweli, wanaotafuta weupe kwa sababu wanaamini kwamba mtu akiwa mweupe amekuwa bora. Huu ni ukoloni ambao umetuathiri sisi. Kwa hiyo ndio bwana tunasema hawa Waajemi ni watu ambao walitawala maeneo mengi ya ulimwengu na ni watu ambao wanajitambua, ndio maana ni wasumbufu. Tena ni wasumbufu kweli kweli. Ndio maana umesikia hata leo bwana Trump, nimesikia waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana Rubio anasema vita vimesimama. Hata ile operation ya kuescort mail amesema ameisimamisha rasmi. Muona bwana. Lakini hayo yote yanakuja baada ya hao Waajemi. Si watu wa kawaida, ni watu wasumbufu, ni watu ambao wana utamaduni wao. Wanataka kusimama imara. Ni watu ambao wako imara, ni watu ambao ni wavumilivu, wamekuwa vikwazo miaka 40. Lakini wamepambana na vikwazo. Si wa Tanzania hapa leo imetokea machafuko yale ya mwezi wa Disemba sijui baada ya mwezi wa 10 mwaka jana, siku 7 tu watu wanapiga kelele kweli kweli. Sasa sisi wenzetu miaka 40 shekhe, vita vya siku 40 mabomu yanapigwa kila siku na watu wapo. Ndio. Huko Israeli watu wanakaa kwenye mahandaki. Haya ndio mapambano shekhe, watu wanapambana katika yote haya kuzifanya nchi zao ziendelee kuwa superpower. Kwa hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo. Kwa hiyo hawa Waajemi tumeona katika ile ndoto ya Nabii Danieli ni utawala wa pili, ambao kwa mujibu wa ndoto ya Nebukadreza utawala huu ulifananishwa na fedha. Kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha. Ni utawala wa Medi na Waajemi. Utawala huu ambao ulianza kutawala kama tulivyoona kwamba ulishinda utawala wa Babeli na kumshinda mfalme Belshaza kuanzia hiyo mwaka wa 500 hiyo na 40 unakwenda mpaka mwaka 531 BC, wakawa na tawala, wakawa ni dola kubwa sana katika ulimwengu tuliokuwa nao. Na hapa nitasoma maandiko. Nitasoma maandiko tuangalie ukubwa wa dola hii ulivyokuwa. Tutasoma kitabu cha Esta 1:1. Tunafanya kama reference kwa sababu Biblia kuna historia ipo. Kwa hiyo tunasoma ili kupata reference. Haya, kitabu cha Esta 1:1 inasemaje? Katika nyakati za Ahasuero aliyetawala mikoa 127 kutoka India mpaka Kushi. Siku zile mfalme Ahasuero alipoketi katika kiti cha enzi cha ufalme wake huko Susa, mji mkuu wa ngomeni. Kwa hiyo walitawala takriban majimbo 127. Yaani utawala wao ulianzia Irani, ukaenda mpaka India, ukaenda mpaka Kushi. Tukisema Kushi maana yake ni Afrika hiyo. Sawa sawa.
Ina maana hawa mabwana hiyo historia unavyosikia mwaka 531 BC ni zamani sana. Kwa hiyo ina maana ukisema Kushi kwa maana unamaanisha Ethiopia yote, Misri mpaka Sudani. Utawala wao ulifika hawa mabwana mpaka India yote. Ina maana Asia ya kati hiyo mpaka Ulaya. Mpaka hiyo miji ya Kigiriki na Roma ilikuwa chini ya hawa watu walitawala. Kwa hiyo ina maana ni utawala ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Utawala ambao ulikuwa una nguvu na ulikuwa na ustaarabu mkubwa. Muda mrefu sana wameweza kutawala. Na huyu Danieli bin Daudi tunamsema, na kuna baadhi ya watu walikuwa wanazungumza huyu nabii. Ndio, manabii wako wengi sana. Unajua sisi tulivyo ni kwamba tunaona labda manabii wametajwa kwenye Biblia na Qur'an, labda ndo manabii pekee. Manabii wako wengi sana. Historia ya Kiislamu inasema manabii ni takriban 325,000 wanafika. Na watu ambao walibahatika kupata mitume wengi na manabii ni wana wa Israeli. Yaani Wayahudi. Ndio watu ambao wanaongoza kuwa na manabii wengi na mitume wengi. Kwa lugha nyingine tuseme kwamba Wayahudi ni watu ambao walipendelewa na Mungu sana. Mungu aliwapendelea kwa zama hizo, lakini sio sasa hivi. Sasa hivi ni wakati wa mataifa. Yaani ni wakati ambao Mungu haangalii tena sura ya mtu. Mungu haangalii rangi wala Myahudi. Mungu anaangalia uchamungu wa mtu. Kwa sababu hata hiyo Israeli leo ambao tunaita taifa teule ina mapungufu yake mengi. Kwa sababu wanasema leo hata ile tamasha la mashoga duniani, paredi kubwa iko Israeli. Ni nchi ya kidemokrasia, kila mtu ana haki pale. Haki za binadamu, sijui mwanamume anaweza kaolewa, mtu anaweza kaoa mbwa. Akawa na uhuru wa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo nao wana paredi la ushoga ambalo wanalifanya pale Israeli kubwa sana, japokuwa watu wengine wale ndugu zangu wa Zayuni ukiwatajia kwamba Israeli inafanya tamasha la ushoga hawataki hata kusikia. Lakini si wanalifanya mbona waziwazi? Yaani sio kama kitu cha kificho, ni kitu ambacho cha wazi na makao yao wenyewe ndio yapo huko kwa Israeli. Ila sasa kuna watu sasa wenye mapenzi sasa. Wakiambiwa Israeli na matamasha hayo hawataki kwa sababu ni taifa teule. Aliwezi likafanya. Wewe post kitu kama hicho kwenye mtandao uone utakavyotukana. Hamna kitu kama hicho bwana, watu wana mahaba shekhe. Unajua mtu akiwa na mapenzi hata akiona chongo anasema ni kengeza. Kwa hiyo hawa watu walitawala, na hawa Wayahudi walikuwa na mitume na manabii. Huyu Danieli bin Daud au wa ukoo wa Yuda anaitwa, alikuwa ni mtu muhimu katika tawala zote. Tumeona alikuwa katika utawala ule wa Babeli, lakini kadhalika ina maana kwamba utawala ulivyoshifti sasa. Kuhama kwenda kwa Waajemi, na Wayahudi pia wengine walihama. Kufuata empire hiyo nyingine. Kwa hiyo wakahama kutoka Iraki wakaenda Irani. Wakawa wamehamishwa au akina nabii Danieli na wenzake wakaenda katika mji wa Shushi ambao unaitwa Shushani. Na huu utawala katika Qur'ani umeitwa utawala wa Dhulkarnaini. Dhulkarnaini maana yake ni mtu mwenye pembe mbili. Nini maana yake? Ni kwamba ni kingdoms mbili ambazo zilikuwa zinatawala pamoja, Wamedi na Waajemi, ambayo ishara yao ni kama walikuwa wanatumia kama pembe mbili. Na ndio maana hii ndoto ya Danieli ya Danieli 2:1 kule katika ndoto ya Danieli 7:1 ndoto kama hii inazungumzia kitu kile kile. Ile kule kidogo Danieli amefunguka, ametafsiri baadhi ya vitu. Kule katika 7:1 kwa kuna falme 4 vile vile kadhalika. Ufalme wa kwanza ulifananishwa na simba kama utawala wa Babeli. Ufalme wa pili ulifananishwa na dubu ambao ni utawala wa Kiajemi. Ufalme wa tatu ulifananishwa na chui ambao ni utawala wa Giriki. Ufalme wa 4 ulifananishwa na mnyama mwenye kutisha mwenye vichwa 7. Ambao ulikuwa ni utawala wa Roma. Roman Empire. Kwa hiyo hizi tawala wakati mwingine zinakuwa na alama zao. Ndio maana tunaposema Dhulkarnaini maana yake ni utawala mwenye pembe mbili. Hizi ni alama, ni symbols ambazo mataifa wanazitumia kama nembo za nchi. Ndio maana Waislamu wengi wakati wa Ottoman walikuwa wanatumia nyota na mwezi.
Okay. Kama nembo ya dola ya Ottoman. Okay. Walikuwa wanatumia mwezi na nyota. Chafahamu Uingereza nembo yao inatumia simba katika ngao ile ya nembo ya nchi. Tanzania sisi tunatumia Adamu na Hawa, wale watu wawili. Semaga bibi na bwana na bibi. Bwana na bibi. Lakini vile vile tunatumia nembo ya twiga vile vile. Okay, yes. Ushafahamu Ndio maana ukimuua twiga shekhe, serikali itadili na wewe vizuri sana, kwa sababu katika alama za nini za nchi, katika nembo za taifa. Kenya wanatumia simba kwa sababu Wakenya wenzetu wametawaliwa na Waingereza. Kwa hiyo bado ile nembo ya mzungu hawajaiondoa. Okay. Imebaki vile vile. Maana vitu vingi vya Kenya wanajua wenzetu wazungu wale. Kwa hiyo ile nembo ya mzungu ile ya simba bado hawajaitoa. Uganda wanatumia ule ndege anaitwa yuko kama kasuku. Okay. Lakini sijui wanamhitaji yule ndege yule, sijui crown nini yule wa Uganda wanamtumia kama nembo yao. Hata kwenye bendera ya Uganda wamemweka. Sasa kuna nchi kama Marekani wanatumia yule tai yule mwewe yule anayekula vifaranga yule tai. Marekani wanatumia tai, na nchi nyingi hata nyingine kama za Misri wanatumia ndege tai, wengine wanatumia alama mbalimbali. Waisraeli nembo yao ni kama masuke mawili ya ngano. Mwanzoni walitaka watumie ule mlima Sayuni, ukakataliwa katika Umoja wa Mataifa. Okay. Kwa toka kipindi cha Yerusalemu bado ilikuwa iko chini yao, ilikuwa iko eneo la Palestina, kwa hiyo walizuiwa na wakabuni ile nembo nyingine ambayo inatumia ngano, masuke mawili ya ngano yale. Wakawa wanatumia. Kwa kila nchi na namna yake ya kutumia. Kwa hiyo huyu utawala wa Medi na Wajemi wakati mwingine hutumia nembo ya pembe mbili. Ndio hiyo ukisema tunasema Dhulkarnain maana yake ni pembe mbili. Hizi ni kingdoms mbili ambazo Danieli aliwahi kuziona kama kondoo mwenye pembe mbili. Sasa nisomee Danieli sura ya 8 anzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Danieli 8 mstari wa 1 mpaka wa 4. Sawa, anasema katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Nami niliona katika maono nilipokuwa natazama, na nikajionea mwenyewe nikiwa huko Susa, mji mkuu wa mkoa wa Elamu. Nikaona katika maono, nami nilikuwa karibu na mto Urai. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona natazama, mbele ya mtu alisimama kondoo dume mwenye pembe mbili. Na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo dume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Kwa hiyo Danieli anaona mnyama mwenye pembe mbili ambaye yeye anasukuma upande wa magharibi, na maana utawala wake utaenda mpaka huko. Hizo ni ishara. Utakwenda mpaka upande wa magharibi, ndio Ulaya yote ilikuwa chini yake, unakwenda upande wa mashariki, na huyu mnyama hakuna mtu aliyeweza kumzuia, na alifanya kama atakavyo. Sasa huyu mnyama huyu, nini maana pembe mbili hizo, na nini maana huyo kondoo? Nisome Danieli hiyo 8:20. 8:20. Naam. Sawa, mstari wa 20 anasema, yule kondoo dume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Kumbe zile pembe mbili ni kingdoms mbili. Wafalme wa Umedi na Uajemi. Twende. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Ugiriki, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa Kwaza. Tena katika habari ya ile pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Sasa nani beberu huyo tutamzungumza, ni utawala wa Kigiriki, lakini tunazungumza kwamba kondoo mwenye pembe mbili ni utawala wa Waajemi hawa, ambao walikuwa ni falme mbili ambazo Qurani, kuna mtu anaitwa Dhulkarnain ametajwa kwenye Qurani sura ya 18 aya ya 83. Huyu bwana alipewa lakabu hilo, jina la kupanga, ambaye yeye alitawala tawala hizo. Na huyu bwana yeye alikuwa ni kama nabii, alikuwa anapokea ufunuo wa Mungu kama Qurani inavyomuita. Alikuwa ni mtu mkubwa sana, na tunamuita Dhulkarnain au tunamuita Darwis, ambaye alikwenda maeneo mengi sana. Alisafiri katika ulimwengu maeneo mengi, akafika mpaka magharibi huko,
Alikuwa ni mtu mkubwa sana. Hebu tusome Qur'ani sura ya 18 aya 83. Na wanakuuliza habari za Dhulkarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake. Naam. Sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu. Naam. Basi akaifuata njia, hata alipofika macho ya jua aliliona linatua katika chemchemi yenye matope meusi. Naam. Na hapo akawakuta watu, tukasema, ewe Dhulkarnaini, ama uadhibu au watwae kwa wema. Subiri. Akaenda mpaka sehemu akaona kama jua linazama kwenye nini? Hiyo ni bahari nyeusi sasa. Ndio. Unajua kwa baharini, kwa sababu bahari ni kubwa, jua likizama unaona kama linazama kwenye chini. Chini. Sasa hiyo matope meusi maana yake ni bahari nyeusi, inaitwa Black Sea. Okay. Ambayo iko maeneo ya Uturuki, imekwenda mpaka mbele huko karibia na Ukraine huko. Ushafahamu? Ni hiyo bahari nyeusi. Kwa hiyo alikwenda mpaka maeneo hayo, akafika maeneo ya Asia ya Kati. Alipofika huko mbele akakutana na watu ambao walikuwa ni wakorofi sana. Kina nani hao? Hebu malizia kidogo hapo ya chini hapo. Anasema, akasema, ama aliyedhulumu basi tutamwadhibu, na kisha atarudishwa kwa Mola wake mlezi amwadhibu adhabu isiyojulikana. Naam. Na kama aliamini na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri, nasi tutamwambia lililo jepesi katika amri yetu. Ndio. Kisha akaifuata njia hata alipofika katika matokeo ya jua aliliona linachomozea watu tusiowawekea pazia la kuwakinga nalo. Naam. Ndiyo hivyo hivyo na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. Nenda 98 hapo ili ni tumalizie haraka hapo. 98 akasema, hii ni rehema itokayo kwa Mola wangu mlezi, na itakapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja, na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. Yani hapa ukisoma aya ya juu hapo, alikwenda akakuta wanaitwa Gogu wa Magogu. Ndio. Wanaitwa Gogu wa Magogu. Kwa sababu najaribu kwa muda, hawa Gogu wa Magogu ni katika wale watu ambao walikuwa ni waharibifu sana. Yani walikuwa ni wauaji. Hii ni jamii ya watu ambao wafasiri wengine wamewaita kwamba ni Wamongoli au jamii ya Kichina hii, ambayo wao na Waturuki wana asili moja kutoka kwa Jafeti. Sawa. Yani hawa Wachina na Wazungu wote ni watoto wa Jafeti. Sawa. Sisi labda kuna hadithi ya Mtume imepokelewa na sahaba anaitwa nani huyu? Anaitwa Jundab. Anaitwa Jundab huyo, Samura bin Jundab huyo, anasema kuna hadithi Mtume anasema kwamba Sam anasema Abu Laharab kwamba huyu Sam bin Nuh ambaye ni Shemu ndio baba wa Arabu na baba wa Israeli na baba wa Irani, yule Elamu yule ambao ndio Danieli ameenda katika mji unaitwa Elamu. Ndio. Yaani wa Irani wana historia ndefu sana, Sheikh. Sawa. Huyo Elamu alikuwa ni mtoto wa Jafeti, ni mtoto wa Sam bin Nuh. Lakini angalia mpaka wakati wa Danieli huo mji wa Sam bin Nuh, huyo mtoto wa Nuh unaitwa mpaka leo upo, unaitwa kwa jina hilo hilo. Okay. Unaona kwamba wana historia kubwa sana. Kweli. Tangia mtoto wa Nuh, tuseme mjukuu wa Nuh, maana wewe ni mtoto wa Sam bin Nuh, mpaka leo mji wa Elamu upo leo. Na huo mji wa Susa, Shushani hiyo unatajwa kwenye hiyo ya Danieli, mpaka leo uko Irani. Okay. Kwa ni watu ambao wana historia kubwa sana. Ndio Mtume anasema huyo Sam Abu al-Arab baba ndio baba wa Arabu, ndio wa Israeli na wa Irani ambao ni Waislamu. Sio Wairani wote. Kuna wale wa Kurdi ambao ni Wamedi. Wao sio watoto wa Sam, wale ni Jafeti. Okay, tena pale Wamegawanyika. Na ndio maana umeona wanagombana vile vile, kwa sababu hata wale wa Kurdi na wale wa Ajemi wenyewe ambao ndio wengi pale Irani wanabifu. Okay. Mpaka leo Wakurdi wanapigwa sana na Wairani mpaka sasa hivi. Ni waasi, yani wanataka ufalme, kwa sababu Wakurdi nao ni watu ambao wana asili pia vile ya kutaka madaraka. Ni watu watata kidogo. Kwa hiyo Mtume anasema Sam Abu al-Arab ndio baba wa Arabu huyo, wa Hamu Abu Sudani. Na huyo Hamu ndio baba wa watu wote weusi, Mtume anasema. Okay. Watu wote weusi baba yao anaitwa Hamu, Mtume anasema. Anasema wa Yafith Abu Turki. Na huyo Yafeth ndio baba wa Turuki au Rumi au ndio baba wa wazungu. Okay. Kwa hiyo sasa hao wa Irani ni watu ambao walikuwa wametawala. Kwa hiyo huyu Dhulkarnaini akaenda mpaka kaskazini huko.
na watu wengine huwataja. Unajua tunaposema jamii hizi, japokuwa wakati fulani zinatofautiana, lakini wanakuwa ni watu wale wale. Kwa mfano, ukisema wa Mongoli ndio wamezaa wa China, ndio wamezaa wa Korea. Wote wanaitwa Mongolid, hao ni wa Mongoli. Sawa. Wazungu wote sasa hivi wanajiita Caucasian. Okay. Wanajiita Caucasian. Sisi wa Afrika sio wanatuita Afroid, yani wanavyoituita. Kwa sababu hata jina Afrika wametupa wao. Sawa. Sio jina letu. Ile jina tumepewa na Wagiriki, neno Afrika. Maana yake ardhi nyeusi yenye rutuba. Okay. Japokuwa jina hili limefanana na sisi kidogo kwa sababu hii ni ardhi ya asili ya watu weusi. Hatulikatai sana, ndio maana ya jina Hamu maana yake mweusi, au ukisema neno Ethiopia maana yake mweusi. Okay. Ina maana ile ile tu ambayo ni maana ya asili. Kwa hiyo ndio Mtume akasema huyu Hamu ndio Abul Sudani, ndio baba wa watu weusi. Wa Yafidh Abu Turki wa Rum. Na huyu Yafidh au Jafet ndio amezaa wa Turuki na hao wa Roma. Kwa hiyo Waturuki nao ni watu wa zamani sana. Kihistoria wapo muda mrefu sana. Kwa hiyo hawa wa Mongoli, jamii ya Wachina hawa ndio wanakwenda mpaka wa Korea, wote hao ni wa Mongoli. Na sijaelewa vizuri, kuna dola moja zamani ilikuwa inaitwa Goguryeo. Goguryeo ni utawala ambao ulianzishwa na mtu mmoja anaitwa Haimuso na mwanae anaitwa Jumong. Miaka mingi sana ambayo inaingiliana na kipindi ambacho Wajemi wanatawala. Ila hatujaribu kufananisha sana, lakini hao watu walikuwa wauaji sana, walikuwa wanaua sana, walikuwa wanatawala kuanzia maeneo hayo ya Korea ya kaskazini mpaka Korea kusini, mpaka sehemu inaitwa Michurian, maeneo ya Russia huko kusini huko. Walikuwa wanatawala maeneo yote, walikuwa ni jamii ya watu wauaji sana. Dola yao ilikaa zaidi ya miaka 1000. Lakini wote hawa walikuwa hawamwamini Mungu. Kwa hiyo hai ni jamii zote hizo ambazo za Kichina na jamii za katikati hapa ya Asia. Na Ibn Abbas katika tafsiri yake alivyozungumzia Gogu wa Magogu akasema wanakaa baina Fursi wa Rum, mpaka wako baina ya Irani na Roma. Kwa hiyo Asia ya katikati hapa walikuwa wanaishi hizo jamii za wa Mongoli, jamii za Kichina hizi za wa Korea. Wote hizi jamii katika hizo ambazo huyu Dhulkarnaini alikwenda maeneo hayo na akaenda akajenga ukuta kama kizuizi ili kujikinga na hao watu ambao wanaitwa Gogu wa Magogu, ambao ni jamii, ni binadamu kabisa, lakini walikuwa ni watu wauaji sana, wakorofi. Lakini huyu Dhulkarnaini ndio Mwirani. Okay. Ambaye huyu yeye alifanya mambo mengi makubwa. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo yeye aliyafanya ni pamoja na kwamba alitawala, lakini aliwafanyia hisani Wayahudi. Yaani kitu ambacho Wayahudi wanamkumbuka, wanawakumbuka Wairani kwa nia nzuri pia na kwa njia mbaya vile vile. Okay. Kwa sababu tutazungumza jinsi ambavyo walipata msukosuko. Na tumeona kwamba hata Danieli alivyotoka katika nchi ya Iraki akaja huku kwa Wajemi, alipata cheo kwa sababu ya ule umahiri wake wa kufasiri ndoto na akili aliyokuwa nayo, na alikuwa si mtu wa rushwa, yani mtu wa tamaa. Okay. Kwa hiyo aliaminiwa katika utawala, akawa ni miongoni mwa watu mabosi katika ule utawala wa Kiajemi. Yani wale maliwali wengi wa Kiirani wakawa chini ya Danieli. Watu wakaanza chuki. Hebu tusome katika kitabu cha Danieli Danieli 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Danieli 6. Naam. Mstari wa kwanza. Naam. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme wakuu 120 wawe juu ya ufalme wote. Naam. Na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili wakuu hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Kwa hiyo alichagua tu maliwali ndio magavana 120. Okay. Lakini hao maliwali wote waliochaguliwa hakuna mtu alikuwa mwaminifu kama Danieli. Okay. Kwa hiyo Danieli akafanywa kuwa ni incharge sasa. Baada ya hapo endelea kidogo. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho yake bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ndio. Basi mawaziri na viongozi wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli. Naam. Kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kwa hiyo sasa wakawa wanamtafutia kosa huyu jamaa, kwamba huyu jamaa ni mwaminifu, mambo ya rushwa hana, jamaa amekamilika, yuko vizuri.
Anazidi kupata sifa kwa bosi. Anazidi kupata sifa kwa bosi. Kwa hiyo walichofanya, kuna jamaa mmoja, yani sheria yao ilivyokuwa, mtu akishakuwa bosi, ndiyo, katika utawala wa Kiajemi, kwa sababu ni utawala wa kipagani, wewe unatakiwa umsujudie. Okay. Unajua kuna namna nyingi za watawala wanaofanya. Yaani akishakuchagua kuwa waziri anakuapisha. Ndio. Akishakuapisha unakula kiapo cha utii. Ndio. Zamani watu wengine ili uwe kiapo cha utii anaweka mkono unabusu ile pete yake. Okay. Tayari ushafanyaje? Ushatii ule mamlaka, ni aina fulani ya kiapo. Okay. Sasa kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mkubwa wa Danieli. Sasa huyo akamfanyia fitina Danieli. Akatunga sheria kwamba kila gavana akiteuliwa lazima aende akamsujudie. Okay. Sasa amri ile ikatungwa, mfalme naye akaipiga muhuri. Sasa Danieli naye anatakiwa amsujudie yule. Okay. Danieli akasema sisi utaratibu wetu hauruhusu kumsujudia mwanadamu. Okay, walimtengenezea mtego ambao wanajua lazima ataingia. Sasa Danieli, sheria ilikuwa inasema wazi kwamba ukikataa kusujudu unaadhibiwa. Sasa angalia watu walivyokuwa washenzi, walikuwa wanajenga mahandaki alafu wanaweka simba. Okay. Wale simba wanaachwa na njaa. Kwa hiyo wewe ukiwa mhalifu sasa, wanakuchukua na kutia katika lile tundu la simba, wanafunga mlango, unaliwa. Inakuwa ni adhabu yako. Walikuwa wanaenda nyingi sana za kuwatesa watu na kuwashughulisha. Sasa kwa hiyo Danieli akamwambia, bwana sikiliza, kama Adamu unataka kusujudu utakwenda katika handaki la simba. Danieli akasema basi haina shida. Okay. Lakini sasa yule mfalme kumbe hakujua ile sheria imetungwa kwa lengo gani. Baadaye anastuka, kumbe jamaa alikuwa anampangia njama Danieli. Mfalme afanyaje tena wakati kasha saini sheria? Sheria ni msumeno. Danieli akakamatwa katika tundu la simba. Na hawa wafalme unajua walikuwa wanapenda raha. Ndio. Wakikaa wanakuja watu, wanawake wazurembo wamekaa pale. Yaani wafalme walikuwa ni watu hatari. Wanakuja wanawake zaidi ya 20, wale masuria nini zaidi ya 100 washajipamba. Washajipura, kama mtu kapaka wanja kapaka, huyu ukafanyaje? Alafu kuna watu wanapiga vinanda tu. Mfalme anaburudika. Mbele ya meza yake kule kuna vyakula vya aina mbalimbali wanamlisha, anafanya. Basi walikuwa wanaishi maisha kama wako peponi. Kama wanasema pepo, kuna watu pepo walikuwa wanaipata hapa duniani. Lakini mfalme alivujua kama amezungukwa na jamaa yake yule ambaye ni waziri, basi mfalme akawa na namna hiyo. Siku hata kuwaita wale watu kuja kumpigia miziki na vinanda aliacha. Akawa anakaa anamfikiria Danieli, maana alikuwa ni mtu muhimu. Unajua kwa katika utawala, alafu na mtu mwaminifu anafanya kazi kama inavyotakiwa, lazima huyo mtu unakuwa naye pamoja. Lakini katika tawala hizi kuna watu wana fitina. Ndio. Wao wanampenda mtu fulani, unaona ni mfanyakazi mzuri wa serikali, watu wanamjengea chuki na fitina ili aondoke pale, nafasi zile fanyaje ima wazipate wao ili waendeleze mambo yao. Basi Danieli akachukuliwa akatoa katika tundu la simba. Na mlango ukafungwa pale. Biblia inasema hivyo. Mlango umefungwa, Danieli yuko ndani. Lakini angalia uwezo wa Mungu. Akiwa ndani ya tundu la simba, ndio, wale simba walishindwa kumtafuna Danieli. Sijui alifanya dua gani, maana alikuwa na makarama. Nisomee katika Danieli 8:26 inasemaje? 26 inasema, mimi ninaweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Kwa sababu mfalme anakwenda asubuhi, anaita Danieli, Danieli yuko mzima. Ndiyo. Simba wako pale. Okay. Simba wanamwangalia tu, wameshindwa kumla shekhe. Huyu jamaa alivyokuwa na karama huyo, wameshindwa kumla. Alichofanya yule mfalme akamkamata yule waziri mwenye fitina na familia yake na watoto, akawachia kwenye zizi la simba. Wote wakaliwa. Simba wakararua vipande. Okay. Na zamani walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu gani? Wakikukamata wewe, mkeo, wanao, familia yote wanakuteketeza kwa sababu gani unajua? Wakiacha familia watakuja kulipiza kisasi. Okay. Nasikika na Korea Kaskazini kuna sheria kama hiyo, ukifanya kosa wewe wanashtakiwa na wengine na wote. Wanakushughulikia ili asipatikane mtu kuja kulipiza. Okay.
Kwa hiyo wanawachinja wote, na ndio maana hata Wayahudi umeona sasa hivi kule Gaza walikuwa wanakunguta wa Palestina mpaka watoto, na watu wakalaumu sana, kwa nini Mwisraeli anapiga watoto? Wayahudi wanajua kabisa hawa watoto wakikua kwa hichi tunachokifanya hapa watakuja kulipiza. Ndio maana wanakunguta mpaka watoto wadogo, ikiwezekana wawaue kizazi kizima. Na ndio maana umeona dunia imeingilia kati kuzuia yale mambo, kwa sababu unajua sasa kinachofanyika hivi sasa ni kwamba dunia imeendelea sana, sio kama zamani. Uwezi ukafanya jambo watu watajua. Vyombo vya habari viko vingi. Zamani taarifa ya habari ni CNN peke yake au BBC. Sasa hivi kuna vyombo binafsi, kuna vyombo huru. Hata ile shule iliyopigwa kule Iran, ingekuwa kipindi kile TV ni moja tu, CNN, tusingepata taarifa. Kweli. Lakini leo katika mitandao ya kijamii likifanyika tukio dunia nzima watu washapata taarifa, na watu wanaposti. Imefika mahala hata vyombo vikubwa kama CNN, sijui Al Jazeera, watu hawaangalii sasa hivi. Sio sana, tuseme kwamba haviangalii moja kwa moja, lakini watu sio kipaumbele. Kwa hiyo Danieli akawa amenusurika. Yule bwana akatupwa katika tundu la simba na familia yake, na yule mfalme akatangaza kwamba kwa hakika Mungu wa Danieli ndio Mungu wa kweli. Sasa unajifundisha nini hapo? Kwamba katika mazingira yote ya misukosuko tumeona kwamba hii jamii ya Kiyahudi ili survive. Kweli. Sio banaelewa vizuri Kweli. Kwa hiyo empire nyingi sasa zimetaka kuangamiza hawa watu, lakini hazikuweza. Kwa sababu gani? Mungu aliwanusuru. Na sio hao tu, jamii yoyote leo ikidhulumiwa Mungu anaingilia kati. Sio Wayahudi peke yao. Kwani unafikiri hata si Waafrika wazungu wanatupenda? Hapana. Wangekuwa na uwezo pengine wangetufuta kabisa. Lakini tunaishi kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka tuishi. Na ndio maana umeona kule Namibia Wajerumani waliwateketeza kabisa kabila la Wanama. Ndiyo. Katika mauaji ya halaiki. Ni Waafrika wenzetu, lakini bado walikuwepo na wakaendelea kuishi. Mabaki yao yapo, na mpaka sasa hivi Wajerumani wanatakiwa walipe nini? Fidia. Kwa hiyo Wayahudi wakawa wamenusurika. Katika Danieli akawa amenusurika katika ile tukio ambalo hili ni tukio baya sana, ambalo lilikuwa limemlenga kumteketeza nabii wa Mungu, lakini Mungu akampa nusura kwenye mtego wa simba. Danieli aliishi muda mrefu akafa. Lakini Wayahudi ni wa jamii ambayo ilikuwa ni watu ambao wamejipanga. Wayahudi ni watu ambao wanatumia mpaka wanawake katika hizi dola. Wanapandikiza wanawake. Kama utakumbuka kipindi fulani Bill Clinton alipandikiziwa mwanamke ambaye ni secretary wa Bill Clinton, anaitwa Monica Lewinsky, kama unakumbuka ile kashfa ambayo Clinton alipata. Ndiyo. Ni mipango ile kama ya Epstein. Wayahudi wanakutengenezea wanawake, wanakupandikizia, unamuoa. Shekhe, na huo mtego wa Arabu wengi wameingia mkenge. Umeona wale wafalme wa Kiarabu wale? Kuanzia wale wafalme wa Jordan wameoa Wayahudi. Wake zao ni Wayahudi. Wanasema hata wafalme wa Saudi Arabia inawezekana wale ni Wayahudi vile vile. Kwa upande wa wake zao. Kwa hiyo hata ule Salman unayemuona pale Saudi Arabia, inasemekana ni pandikizi la Kiyahudi. Sasa ndio maana mlango wa nyuma leo wanasupport State of Israel. Hata wafalme wa Dubai leo unaona leo wamesaini mkataba wa Abraham Accord. Wake zao ni Wayahudi. Sasa ushafahamu? Kwa hiyo Wayahudi wanatumia system ya wanawake. Wanawapandikiza, ukishamuoa anakuwa ni Mossad. Na hili lilitokea hata kwa Wairani. Yaani katika utawala wa Khamenei kuna mwanamke mmoja alikuwa Mossad, alipandikizwa katika ule utawala. Akaja akaolewa na mtu mmoja mkubwa sana pale Irani. Huyu mwanamke kumbe ni Mossad. Akajifanya Muislamu, akasilimu, akamuoa. Akawa ustadhati mkubwa sana. Akaunda mpaka chama cha wanawake wa viongozi, akawa kama mwenyekiti. Watu wakawa wanampenda, kasilimu, Muislamu mwenzetu. Akakaa pale akajua siri nyingi sana za Wairani. Yaani mpaka Khamenei mwenyewe yule Ayatollah Khamenei alikuwa anaenda mpaka kwake. Mke wa Ayatollah Khamenei na huyo mwanamke walikuwa ni marafiki. Akakaa pale kafanya kazi yake aliyofanya. Baadaye sijui ilikuwa yule mwanamke kaondoka, karudi zao, kakimbia. Wanakuja kusuka, kila kitu kimetoka. Na ukitaka kujua hili, Irani leo imeathirika sana na Wayahudi.
Sawa. Wamepandikiza watu kila sehemu. Wamo. Wamepandikiza watu. Yaani ni watu hatari. Katikati hapa vita hii inaendelea, kuna shehe mmoja alikamatwa Irani. Alikuwa ni shehe mkubwa tu. Ndiyo. Shehe mkubwa, alikuwa mpaka na msikiti mkubwa kwa Irani. Anatoa hotuba, akitoa hotuba ya Ijumaa unalia. Unaona hakuna shehe kama huyu. Lakini imekwenda juzi, mwezi uliopita wamemkamata, kumbe yule shehe ni Mossad. Dunia na mambo ajabu sana. Yaani kapandikizwa, yuko pale mpaka kawa shehe mkubwa. Kwa hili nalosema sio kama naongea hadithi, ndivyo ilivyo. Hata leo kuna uwezekano tunachozongea leo, mtu akawa ni shehe mkubwa, msikiti mkubwa, lakini kumbe ni Mkristo. Sasa kasomeshwa, kapandikizwa, ni shekhe, anatoa hotuba kalikali tamtam, lakini amepandikizwa. Au mtu akawa Mkristo leo akawa mchungaji, kumbe ni Muislamu. Sasa kwa dunia hivi ndivyo dunia inavyofanya. Na hata wenzetu hawa Wanyarwanda, ndio nasikia system hiyo wanaitumia kweli kweli. Watusi wakishaona kwamba mtu fulani ni kiongozi, wanakupandikizia mwanamke. Na alhamdulillah wale wanawake wa Kinyarwanda warembo, yaani ukipandikizia yule mwanamke wachomoke. Wanawapandikiza kwa matajiri, wanawapandikiza kwa viongozi. Na kama utafuatilia vizuri hata hapa kwetu Tanzania, unaweza kukuta watu wengi wameoa wanawake wa Kinyarwanda. Sasa ni wanawake warembo mashallah. Na wengine husema, lakini mimi sina uhakika, wanasema mwanamke wa Kitusi ukishamuoa ukawa naye anapotaka kuzaa, kuna uwezekano akatafuta Mtusi mwenzake ili kuendeleza uzao wao. Kwa hiyo ni watu ambao ni jamii ambazo ni very dangerous. Na ndio maana hata wale sasa hivi watu huwaita ni kama Mayahudi, yani wa Afrika Mashariki, wale Wanyarwanda wao walivyo. Kwa hiyo Wayahudi walifanya hizi tawala zote wanapandikiza watu. Kwa hiyo walichofanya ni kwamba waliwahi kumpandikiza mwanamke anaitwa Esther. Okay. Huyu mwanamke Esther ni mwanamke wa Kiyahudi ambaye yeye ni jasusi. Alipandikizwa, ni mwanamke mrembo, amesomeshwa na akili. Akaenda akaolewa na mfalme wa Persia. Sasa akaolewa, akawa malkia. Alivyokuwa malkia pale sasa, unajua Wayahudi wana kitu kimoja, wanapoishi katika baadhi ya maeneo huwa wanapata mitihani mingi sana. Kwa sababu kwanza ile tabia yao ya kujitenga, ndio, na kujionyesha kama wao ni watu special. Okay. Hii sehemu nyingi sana Wayahudi walikoishi imewagharimu kwa sababu hiyo. Yani Myahudi kuchanganyika na watu hataki kabisa. Na ndio maana umeona hata ile story inasimuliwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nafikiri Paulo anamtukana Petro. Ndio. Kwamba kabla ya mitume wengine kina Yakobo na Yohana hawajaja kutoka Yerusalemu, ndio, Petro alikuwa anakula na watu wa mataifa. Sawa. Yaani wanakaa wanakula naye pamoja. Galatia 2:11 hiyo imeandikwa ile. Anakaa anakula nao. Lakini alipokuja Yohana na Yakobo, Petro akajitenga. Sasa akawa sana anakula na Wayahudi wenzake. Paulo akawa anamtukana kwa Petro ni mnafiki. Hiyo yeye anafikiri nitakusomea, ukitaka nitakusomea uione. Kwa hiyo Wayahudi ni wanaishi maisha hayo. Kwa hiyo hata kule Ujerumani walivyokuwa wanaishi Ulaya, Myahudi akijua labda kuna duka la Myahudi mwenzake Mbande au Keko, atafunga safari kwenda kununua bidhaa kule kwa mwenzake. Okay. Yaani kwa lugha nyingine wao kwa wao wanapendana sana, wanaishi kama kibaguzi sana. Lakini ni watu ambao wanajipenyeza katika dola, wanapandikiza watu, wengine huwezi kuwajua kwamba ni Wayahudi. Okay. Anaweza akaja kakaa hapa akaishi sana, lakini baadaye ukija kuondoka utaweza kujua kwamba yeye ni Myahudi. Na mimi labda nikupe kitu kimoja uweze kuelewa vizuri. Miaka ya 50 hapa Tanzania kuna mihadhara inafanyika. Ndio. Hii mihadhara inafanyika, watu hawajui chanzo cha mihadhara hapa Tanzania. Sasa chanzo cha mihadhara hapa Tanzania, kuna Myahudi mmoja anaitwa Barak. Okay. Aliishi miaka ya 50 huko. Alikuwa hapa Tanzania, aliishi muda mrefu, ndio alianza kuwafundisha wakina Ngariba. Acha Ngariba ni mwanafunzi. Kuna mzee anaitwa Musafundi. Okay. Huyo Musafundi huyo
Mwalimu wake alikuwa ni huyo Myahudi anaitwa Barak, aliishi miaka ya Tanzania. Kwa hiyo alianza kuwafundisha comparative religion. Okay. Waislamu. Sio, unaelewa vizuri Sawa. Wakijua kwamba Tanzania kanisa Katoliki lina nguvu la maguvu mengi, kwa hiyo ukiangalia hata hii mihadhara hii mpe huyo mgeuzie. Wayahudi pia walihusika. Okay. Sasa inawezekana labda yule Myahudi alifundisha kwa mapenzi yake tu, labda alimfundisha elimu kama elimu, lakini huwezi kujua. Kwa hiyo mihadhara inasemekana, hata hii mihadhara kuwafundisha watu Biblia na Qur'ani, Wayahudi huyo mzee Baraka alimfundisha huyo mzee Muzafundi akafundisha kwa Ngariba na wengine, mihadhara kaenea Tanzania. Sawa. Ndio maana Tanzania kuna special fulani hivi wakimihadhara ukiangalia nchi za Afrika hizi. Tofauti special. Kwa hiyo ni watu kidogo, Wayahudi ni watu watata kidogo. Kwa hiyo ni watu ambao wako vizuri. Sasa na sio hapo tu, dunia nzima wale watu wamejipanga hivyo, wanajipenyeza katika madola mbalimbali, wanajipandikiza humo mpaka uwagundue shekhe ushachelewa. Okay. Na ndio maana tunachoongea sisi kwamba hata Muirani sasa hivi ana kazi ya ziada ya kusafisha yale mapandikizi ambayo yamepandikizwa pale zaidi ya miaka 40 na hawa watu. Ni watu ambao ni watu hatari sana, ambao kimikakati kama hiyo. Kwa hiyo wao walimchukua mwanamke anaitwa Esther wakampandikiza katika dola. Baadaye akaenda akaolewa na mfalme. Nisome kitabu cha Esther 3:1. Ndio. Sawa, anasema baada ya hayo mfalme Ahasuero alimpandisha cheo Hamani mwana wa Himadatha Mwagagi, akamuinua akamwekea kiti cha juu ya wakuu wote waliokuwapo pamoja naye. Kwa hiyo sasa hapa tunaona kuna mwamba mwingine anapewa cheo anaitwa Hamana au Haman. Ndiyo. Akawa bosi katika kitengo hicho amepewa na mfalme. Ikawaje? Twende. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi langoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo mfalme alivyoamuru wamfanyie, lakini Mordekai hakumuinamia wala kumsujudia. Kuna mwamba mmoja anaitwa Mordekai, huyo ambaye ni Myahudi, alikuwepo katika, naye alikuwa na cheo akakataa vile vile. Kama kawaida Wayahudi wanagoma kuwasujudia wale Waajemi, kama kutoa kwa sababu kusujudu kwao ni haifai, na ndio maana hata Waislamu, hata Muislamu haruhusiwi. Okay. Kuna baadhi ya sheria za Kiyahudi na Kiislamu zinafanana. Sawa. Kwa mfano ile kuruku ile kuinama hivi, Uislamu pia haitakiwi. Labda ni kwa kiongozi, kwa sababu hii naona inafanyika hata kwa watu tu, anakuta kiongozi kuna ana mkubwa wake anamuinamia hivi. Sasa ile Kiislamu haifai. Waislamu wamekatazwa. Hata Waislamu walivyokwenda Ethiopia, watu alivyoingia mfalme Najashi, watu wote walinama, Waislamu wakagoma. Okay. Yule amri akasema hawana adabu, hawamwinamii mfalme. Yule Najashi ni Mkristo lakini mtu mwadilifu. Akasema kwa nini mnakataa kuinama, kwa sababu gani? Akasema tumekatazwa, hatuinami kwa ajili kwa yoyote, tunainama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Okay. Najashi akaelewa. Alielewa kwa sababu ni mtu muelewa, alikuwa ni Mkristo ambaye kidogo hana majungu. Lakini wenzetu wa Irani, sheria ambayo waliweka ukigoma kumwinamia mfalme umeumia. Sasa huyu Hamani huyu kashachaguliwa, kuna jambo, na alikuwa na bifu na Wayahudi. Tuendelee kidogo hapo. Sawa. Ikawa waliposema naye kila siku wasiwasikilize, wakamwarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai atasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hamuinamii wala kumsujudia, alighadhabika sana. Akaona haitoshi kumtia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila lake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yaani kura, mbele yake Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hadi mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna watu wa taifa moja waliotawanyika na kukaa kila mahali katikati ya watu wa mataifa walioko katika mikoa yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimetofautiana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akiona vyema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwa watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme.
Ndipo mfalme alipoivua pete yake ya kupigia muhuri kutoka mkononi, akampa Hamani mwana wa Hamedatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku 13, siku ya 13 ya mwezi wa kwanza. Na barua zikaandikwa kama vile Hamani alivyoagizwa kwa wakuu wa mfalme na wakuu wa mikoa na wakuu wa kila taifa, kila mkoa kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake. Zikaandikwa kwa jina la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete yake. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka mikoani yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia. Siku moja, yaani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, na kuyapora mali yao. Nakala ya andiko hilo ilitakiwa kutolewa katika kila mkoa ili kuwaarifu watu wote wajiandae kwa ajili ya siku hiyo. Umeona sasa? Kwa hiyo hapa sasa ikatolewa amri kwamba kwa sababu yani chuki ya mtu mmoja ikaenea kwa Wayahudi wote. Sawa sawa. Biblia haisemi moja kwa moja, lakini inapoonyesha hapa ni kwamba Wayahudi walikuwa wanachukiwa. Sawa sawa. Kwa sababu kosa kafanya mtu mmoja, amekataa kusujudu kwa ajili ya mfalme, lakini linaingia kabila zima. Lakini si hata hivyo, ni kabila lote kweli walikuwa wasujudu. Wote walikuwa wasujudu, walikuwa na misimamo. Kwa hiyo hawa walitakiwa wawe. Kwa hiyo hiyo inaitwa Purimu hiyo. Wakapigwa kura, inaitwa siku ya Purimu hiyo. Purimu Kiajemi maana yake ni kura. Sawa sawa. Ilipigwa kura. Ilipopigwa kura ikaonekana Wayahudi wote wateketezwe, wauawe. Wayahudi wote. Na ndio maana mpaka leo Wayahudi wana hiyo sherehe. Inaitwa Purimu. Wakiadhimisha hiyo sherehe wanatoa zawadi na chakula na mikate yenye alama kama za masikio. Kwamba yule Hamana hakuwasikiliza, kwa hiyo wanafanya hiyo sherehe mpaka leo ninavyokuambia wanafanya, kwa sababu alinusurika. Ilitakiwa wawe watu wote Wayahudi wachinjwe wote, wateketezwe ndani ya Irani kwa sababu ya chuki ya mtu mmoja tu. Lakini ndani ya mipango hiyo walipandikiza mwanamke ambaye anaitwa Esther. Sasa huyu Esther ndio ilibidi acheze mchezo wa kuwanusuru Wayahudi. Hebu nisomee katika Esther 7 mstari wa kwanza. Basi mfalme na Hamani walikwenda kula karamu pamoja na Malkia Esther. Mfalme akamwambia Esther tena siku ya pili pale pale penye karamu ya divai, Malkia Esther, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utatimiziwa. Sasa huyu mwanamke mashallah ni kisu cha maana, mwanamke mzuri wa Kiyahudi. Unajua Wayahudi na wanawake warembo. Kaolewa. Sasa wafalme wa zamani wanajiachia. Bwana anamwambia Esther, omba chochote, hata nusu ya ufalme nakupa. Utapewa. Walikuwa wanahonga kwa kweli. Wewe mtu ana nusu ya ufalme anahonga. Akampenda, sasa afanyeje? Sasa huyu Esther tayari anajua kuna mpango wa kuua Wayahudi wote nchi nzima. Sasa ashaambiwa ombe chochote, afanyaje sasa? Tuendelee. Ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, ikiwa nimepata kibali machoni pako, ewe mfalme, na ikimpendeza mfalme, hebu nipewe maisha yangu kwa ombi langu na watu wangu kwa maombi yangu. Yani sasa hapo mwanamke akashapewa nafasi. Yani wanawake ni watu hatari. Unakumbuka kile kisa cha Herode na Yohana Mbatizaji? Yes, aliomba kichwa. Yule Herode kasema bwana, anamwambia mtoto wake yule alicheza, bwana omba chochote. Mama yake akamnong'oneza, omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Akaomba kichwa cha Yohana akauawa. Kwa sababu ya birthday tu. Wafalme, kwa hiyo wafalme wakishasema hivyo imetoka. Amna sijui bunge likae, hiyo ilishakuwa sheria inatekelezwa. Kumbe mfalme anajua mkakati wa Wayahudi wanatakiwa waangamizwe. Esther anajua, na sijui kama alikuwa anajua Esther ni Myahudi au ilikuwa ni pandikizi tu. Maana inawezekana pengine hajui kwamba huyu ni Myahudi. Si wanafanana. Wale sura zao zinafanana, ni jamaa moja wale. Kwa hiyo hata leo Myahudi mwenyewe original na Mwarabu akikaa wakati mwingine, wengine utaona pengine sura zao zinafanana. Wanaenda na Waajemi wenyewe. Wanafanana tu. Yaani wakikaa pamoja uweze kuwatofautisha sana. Esther sasa mwanamke hapo kashapewa nafasi kama hiyo, anajifanya tena analialia tena hapo ili jambo lake litimie. Ikawaje? Hebu malizia.
Anasema ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, ikiwa nimepata kibali machoni pako ewe mfalme, na ikimpendeza mfalme, hebu nipewe maisha yangu kwa ombi langu na watu wangu kwa maombi yangu, maana tumeuzwa mimi na watu wangu ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia. Kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi ningalinyamaza, japo hata hivyo adui asingeweza kufidia hasara ya mfalme. Ndipo mfalme Ahasuero aliponena akamwambia Malkia Esther, ni nani huyu tena yuko wapi ambaye moyoni mwake alithubutu kufanya hivi? Sasa mfalme mwenyewe ajui njama inayopangwa kwenye dola. Yes, amemkabidhi tu pete. Sasa ajui nani okay, kutajua kwamba kuna Wayahudi wamefanya hivyo, alisema kuna watu hawaendani na sheria zetu. Unaona sasa walivyokuwa wajanja, kumbe lengo lao sasa Wayahudi wote. Kwa hiyo Esther anajua mchezo mzima. Okay. Mordekai kashamwambia usikiza hapa tunakufa hapa. Okay. Sikia mwanamke anapanga maneno, kama tulikuwa tunauzwa kama watumwa sawa ningekubali, lakini sasa swala hili bwana ni mauaji ya kimbari haya. Okay. Jamaa wanataka wateketeze. Watu uwe wote. Mfalme anasema wako wapi? Nani anapanga mpango huo? Okay. Endelea. Esther akasema ni mtesi tena ni adui, ndiyo huyo Hamani, mtu mbaya kabisa. Mara Hamani akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na Malkia. Sasa yule bwana mwenye mpango wake yuko pale kwenye ile hadhara. Okay. Sasa kashapointiwa na mwanamke mfalme tena ashatoa idhini kwamba omba wanachotaka, kashasema yeye afanyaje sasa. Alafu mwanamke ashamtaja ni huyu hapa. Ni mtesi wetu, yani adui yetu, anataka kututeketeza. Huyu. Jamaa dirisha bomburuka hapo. Mfalme akaondoka kwa ghadhabu kutoka kwenye karamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa Malkia Esther, kwa kuwa aliona ya kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hadi mahali pa karamu ya divai. Ikawa Hamani amejitupa chini penye kitanda alipokuwapo Esther. Mfalme akasema, namna gani je, atamfanyia Malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu? Na neno lilipotoka kinywani mwa mfalme wakamfunika uso Hamani. Kwa hiyo yani yule ili kuomba radhi, unajua mfalme akikaa na vitanda kila sehemu. Ni mtu wa raha. Kwa hiyo jamaa ili kuonyesha unyenyekevu akajitupa kwenye kitanda. Mfalme akasema umenidharau sana. Kwenye kitanda changu umejifanya hivyo? Hapana. Lazima wewe ushughulikiwe vizuri sana. Malizia hapo anasemaje? Ndipo aliposema Harbona, towashi mmojawapo wale waliohudumu mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mikono 50 urefu wake Hamani aliomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani mwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Basi wakamtundika Hamani juu ya mti aliomwekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia. Malizia hapo chini. Imeisha. Kwa maana hiyo sasa Wayahudi wako wamefanyaje? Wamepona kupitia mwanamke jasusi amepandikizwa katika utawala. Mfalme kaoa, kumbe ni Myahudi huyo. Mwanamke huyo ni pandikizi, ni jasusi amepandikizwa, akawanusuru Wayahudi. Kwa hiyo hawa Wayahudi hawa ni jamii ambayo imepata mtihani kwa kweli. Wamepigwa vita vingi, na si hapo tu Irani, yani wamenusurika sehemu nyingi kuuawa. Labda nitakupa dondoo chache hapa. Uweze kujua vipindi ambavyo Wayahudi wamepitia mateso. Wanasema kuanzia karne ya 11 mpaka 15 hali ilizidi kuwa mbaya. Yani Wayahudi walikuwa watakiwi Ulaya. Sawa. Unajua Wayahudi walivyokuwa wanaishi na Wakristo walikuwa wanapata wakati mgumu sana. Okay. Kwa sababu Wakristo imani yao Yesu ni Mungu. Okay. Na ni mwana wa Mungu na ni mwokozi wao. Lakini Wayahudi wanasema huyo Yesu sio Mungu. Ni ndugu yetu, alafu alikuwa mhalifu tukamuua. Sawa, Wakristo kwa wanapata wakati mgumu kueneza neno la Bwana, kwa sababu wewe unaeneza neno lakini Wayahudi wanakupinga. Alafu isoshe wanaishi kibaguzi. Wanajifanya wao ni watu bora. Kwa hiyo wakawa Ulaya watu hawatakiwi. Kwa hiyo hata vilivyoanza vita baina ya Waislamu na Wakristo karne ya 11 mpaka karne ya 15, wakati wa vita vya msalaba Wayahudi waliuawa zana, takriban Wayahudi 2000 waliuawa katika tukio hilo. Wengi walikuwa na uawa, lakini alikuishia hapo. Mwaka 1290 Uingereza iliwafukuza Wayahudi. Mwaka 1290 walipigwa marufuku wasikanyaga Uingereza. Okay. Walitimuliwa. Mwaka 1290 wakafukuzwa Uingereza. Ufaransa walifukuzwa mara kadhaa katika karne ya 14. Mwaka 1400 Wayahudi walitimuliwa Ufaransa, wakutakiwa Ufaransa. Okay. Na wanasema walikuwa wanasakwa nyumba hadi nyumba. Hawatakiwi. Na hii ya Uingereza inasemekana kuna wakati ulizuka ugonjwa wa panya. Okay, kweli. Ugonjwa wa tauni ule. Ndiyo.
Sasa wakawa wanakufa wazungu, Wayahudi hawafi. Kwa hiyo wakawa wanashuku Wayahudi ndio wamepandikizia virusi vya kuoa wazungu. Okay. Ikawa ni bifu kubwa sana. Lakini baadaye uchunguzi ulipofanyika, ikaonekana Wayahudi walikuwa wanafuga paka wengi sana. Okay. Sasa ukifuga paka, panya wanakuja? Hapana. Panya hawaji, ndio siri ya Wayahudi wakawa wamenusurika na ugonjwa wa tauni. Kwa hiyo kulikuwa hakuna panya, ndio maana walikuwa hawafi. Lakini hilo likusaidia, wakaonekana bado maadui wa taifa, wakafukuzwa Uingereza mwaka 1290, na hawa watu kidogo upande wa madawa walikuwa wako vizuri. Wayahudi katika mambo ya udaktari na ubingwa wa madawa walikuwa wako vizuri sana. Uhispania walifukuzwa mwaka 1492 chini ya Malkia Isabela. Okay. Wakatoliki waliwatimua. Na kipindi hicho alikuwepo mfalme Ferdinand wa pili. Wayahudi walilazimishwa kuondoka na kubadili dini. Wao Wakristo au wauawe au wafukuzwe. Wayahudi wakagoma kuwa Wakristo. Wakaondoka wakakimbilia maeneo yanaitwa Alhambra. Wengi walikwenda Morocco. Dola ya Ottoman. Okay. Kwa sababu maeneo yote hayo kutoka Morocco kuanzia Morocco kuja huko mpaka Misri ilikuwa ni utawala wa Ottoman. Kwa hiyo Wayahudi wengi wakakimbilia kwenye dola ya Kiislamu ya Ottoman. Wakaenda kujinusuru, na hasa wengi walienda Morocco. Okay. Na ndio maana utaona hata katika Wayahudi walioko Israeli, ndiyo, wengi sana, asilimia kubwa sana, wengi wanatoka Morocco. Okay. Wengine walikimbia kutoka Spain wakakimbilia katika dola ya Kiislamu, na katika dola ya Kiislamu Wayahudi waliishi vizuri kwa sababu walikuwa wanaishi chini ya kufuata sheria ya watu wa kitabu. Okay. Kwa hiyo waliishi na hawakuweza kufanywa jambo baya. Na hilo alikuisha ilipofika mwaka 1945, ndio Hitler akaandaa mauaji yanaitwa Holocaust, ya kuwapiga Wayahudi. Waliuawa Wayahudi wengi sana kwa sababu ilionekana Wayahudi walikuwa hawaaminiki. Unajua Wayahudi hata mipango ya benki ndio wao ndio waanzilishi. Sawa. Serikali nyingi za Ulaya zikifirisika walikuwa wanakopesha hela. Yaani kwenye mipango ya pesa wako vizuri. Jamaa wamejalia. Walikuwa wanakopesha pesa, wafanyabiashara wakubwa ni wao. Unaona bwana, hata hizi biashara za madanguro wao ndio walikuwa wanafanya. Okay. Biashara za pombe, biashara za makamari ndio walikuwa wanafanya wao Wayahudi. Wayahudi ajali biashara yote madamu inaingiza pesa. Kwa hiyo jamii ambayo imeishi katika mazingira ya ufanyabiashara wana hela sana. Kwa hiyo wana kismati hiyo walifanya, lakini Hitler inasemekana aliwapiga sana Wayahudi, na kusema kweli wengi waliuawa. Lakini ikatafuta sababu nyingine sasa kwamba Mwingereza akaandaa hiyo inaitwa white paper, aanze kualeta Israeli, kwa sababu baada ya hapo tena Ottoman ilikuwa ishashindwa. Kwa hiyo wazungu wakaona sasa wadampu kutoka Ulaya wafukuze walete pale Israeli, kwa sababu kule Ulaya washawachoka. Okay. Wakawatafutia pale Israeli, wakawaleta pale, kaeni huko. Sasa jamii hii ikae na watu wengine pale Mashariki ya Kati kuzikuwa na amani, maadamu Wayahudi yuko pale. Wazungu wenyewe waliwashindwa, wakawafukuza. Okay. Wazungu na ujanja wao wote wamewashindwa Wayahudi, na ndio maana wazungu leo wanalinda Israeli. Kwa sababu gani? Vita ikiwa kubwa watahama, watarudi Ulaya kwenda kuwasumbua. Okay. Si kwamba wanawalinda sana, kwamba wanawapenda, hapana. Wanazuia wasirejee tena Ulaya, ikawa ni mtihani. Kwa hiyo, lakini kitu kikubwa cha msingi, ili niweze kuzungumza kwa uchache, nikizungumzia katika hichi kichwa cha dhahabu, utawala wa Wamedi na Wajemi, kifua cha dhahabu, kifua cha fedha, kifua cha fedha. Miongoni mwa hisani waliofanya hawa Wairani, walijenga hekalu. Okay. Babeli walivunja ile hekalu, lakini Wairani walikuja kulijenga hili hekalu la pili baada ya Solomon, wakalijenga, na mfalme akaandika waraka katika kitabu cha Ezra 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Nisomea hapa nikihitimisha hapa katika utawala huu wa kichwa cha fedha, ili baadaye tuende katika utawala mwingine huu wa tatu ambao ni wa shaba, ambao utakuwa utawala wa Kigiriki. Ezra ngapi? Ezra 1:2 mpaka 3. Anasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana lilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akaamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaandika pia akisema. Naam.
Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akajenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu aliyoko Yerusalemu. Kwa hiyo huyu Koreshi ndio Waislamu wanamuita Darwes, ndio Dhulkarnain wanamuita huyo. Okay. Na hata Qur'ani imesema huyu bwana Mungu alikuwa anampa wahi. Alikuwa anampa ufunuo. Muirani huyu bwana. Kwa hiyo hata Biblia inasema Mungu amemwambia akajenge nyumba yake Yerusalemu, na akasema huyu ndio Mungu wa kweli. Sasa huyu Koreshi. Na katika maandiko mengine Mungu anamuita ni masihi wake. Ukisoma katika ile Isaya 45 Mungu yani kwanza ule ni utabiri wa Yeremia kabla, kwa sababu huyu amekuja baada ya Yeremia kufa. Sasa kwa hiyo Yeremia alimtabiri kwa jina wakati mtu hajazaliwa. Sasa sio, umeelewa vizuri? Ndiyo. Ile aya inasema Koreshi masihi wa Bwana, ni Yeremia amezungumza miaka mingi, miaka 200 kabla kuzaliwa Koreshi. Alishatabiriwa huyu bwana atakuja kuwa mtawala, na kweli akaja akawa mtawala. Sasa wale wenzangu na mimi wanasema bwana mtu fulani amekuwa kiongozi mbaya, Mungu ashajua. Sasa yani Mungu usimkadirie hivyo. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia katika Yeremia 1:4. Hebu soma alafu rudi hapo. Yeremia 1:4. Soma Yeremia 1:4 alafu turudi hapo kwenye Ezra. Yeremia 1:4. Sawa, anasema tena lilikuja siku ya Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda hadi mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati alipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Unasikia Mungu anamwambia Yeremia? Ndiyo. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Kabla hujatoka tumboni nitakutakasa. Endelea. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mungu amemfanya Yeremia kuwa nabii wa mataifa kabla hata ya kuumbwa. Okay. Sasa hivi Mungu leo asijue utawala wa Trump. Anajua. Kama atatawala atafanya hivi, Mungu atakuwa ni Mungu tena? Sifa ya Mungu anajua, hata kija kiongozi mbaya Mungu anajua. Okay. Huyu hajazaliwa tayari Mungu kashamkadiria na anajulikana, ashamfanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo haya ni mipango ya Mungu. Tulikupeleka kwa Ezra, kwa Koreshi. Okay. Ilikuwa Ezra 1. Ezra 1:2 mpaka 3. Anzia hapo. Mstari wa pili anasema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akajenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu aliyeko Yerusalemu. Na mtu yeyote aliyesalia mahali popote akaapo kama mgeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Malizia hapo aya 5. Ndipo wakaondoka wakuu wa koo za mababa wa Yuda na Benyamini na makuhani na Walawi, naam, watu wote ambao Mungu ameamsha roho zao kukwea ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Kwa hiyo huyu Koreshi ambaye sisi tunamwita Dhulkarnain akawatuma watu wakaenda kwa Yerusalemu kwenda kujenga nyumba ya Mungu. Kwa maelekezo ambayo Mungu alimpa huyu bwana akajenga. Lakini kama unavyojua utawala huu haudumu. Utawala huu ulienda mpaka mwaka 331 BC, ikapiganwa vita baina ya Waajemi na Wagiriki. Okay. Hivi vita na hivi vinaitwa vita vya nitakutajeni jina kama sio Paidona kitu kama hicho, vilipigana mwaka 331 na viliendeshwa na mtu anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great kwenye Biblia moja hajaandikwa kabisa. Hajaandikwa moja kwa moja, lakini ametajwa kwa ishara. Okay. Ndio yule beberu mwenye pembe moja kubwa katikati ya uso kwenye yule nabii wa Danieli 8:21 pale. Ni mfalme wa kwanza ambaye ni Alexander. Na huyu bwana ndio amejenga mji unaitwa Alexandria pale Misri. Okay. Alikuwa ni mtawala wa kwanza akiwa na askari wachache kabisa. Aliweza kuwashinda Waajemi wakiwa na zaidi ya askari 1,000,000. Sawa. Wamejipanga hawa watu. Mpaka leo ukisikia na majeshi zaidi ya 2,000,000, 3,000,000 jua wameanza zamani, wako vizuri. Kwa hiyo ilipigana vita hivyo, Wagiriki wakawashinda Waajemi kwenye vita hivyo ambavyo ilipigana mwaka 331, ukaanza utawala wa Shaba ambao utawala huu kiongozi wa kwanza akawa Alexander
the Great. Utawala wa tatu huu ambao unafananishwa na shaba ni utawala wa Kigiriki, ambao kesho au siku nyingine tutaendelea katika episodi hii tukizungumzia utawala wa Giriki, ambao katika ile sanamu ni utawala ambao umefananishwa na shaba, ni sehemu ya kiuno kuja kwenye magoti. Ni utawala huu wa Kigiriki ambao ulianza kutawala mwaka 331 BC, na utawala huu umefanya mambo mabaya sana. Tutaona mambo waliyofanya kupitia maandiko matakatifu, na tutakwenda mpaka utawala wa mwisho kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hayo machache, utawala wa Kiajemi nimeuzungumza kwa uchache leo ili tumalize haraka somo hili. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutaendeleza tena. Ukipata muda, ndugu mwandishi, utakuja utazungumza utawala wa Kigiriki ambao ni utawala wa tatu wa Kigiriki, na hawa watu wamefanya mengi. Hata leo ukisikia mtu anaitwa Doctor of Philosophy, ndio walianza kwenye utawala. Okay. Kwa sababu elimu za falsafa hizo zinaitwa hekima, mpaka hizi elimu za nyota kufanywa kwa za kisayansi. Sio mtu wa Babeli walianza hizo elimu, lakini baadaye Wagiriki wakaziendeleza. Walikuwa ni watu ambao ni watu wa elimu sana, Wagiriki. Na ndio wazungu wa mwanzo kuwa wasomi, na ndio maana unaona leo hata vitu vingi sana duniani vinapewa majina ya Kigiriki, kwa sababu hawa ndio watu wa mwanzo kwa Ulaya kuwa wasomi. Wagiriki hawa walikuwa ni watu wa zamani ambao kidogo walikuwa wako vizuri sana. Kwa hiyo kwa hayo machache niseme kwa wale wenye kufuatilia, nitatoa namba za simu inshallah. Wenye maswali wataniuliza. Namba ya simu ni 0714829191, 0714829191. Na wale wenye kusubscribe katika chaneli hii, basi waendelee kusubscribe ili tuweze kupata elimu zaidi. Kwa hayo machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.